Wakati Samia Suluhu Hassan akiendeleza wimbi la mauaji ya maelfu ya Watanzania, ambapo kwa mujibu wa taarifa latest inadaiwa kuwa idadi ya vifo vya waliouawa inakaribia kufikia watu 10,000. Hata hivyo, kuna habari ya kutia matumaini kidogo ambayo makala hii inatupia jicho, pamoja na matukio mengine mawili matatu yaliyojiri katika muda wa takriban masaa 24 mpaka 48 yaliyopita. Na habari ya kutia matumaini ni mafanikio makubwa kabisa yaliyofikiwa na vijana majasiri wa Gen Z ambao walianza maandamano yao Oktoba 29 na maandamano yaliyodumu kwa takriban siku 5. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, maelfu ya vijana hao pamoja na watu wengine wasio na hatia, wazee kwa vijana, wanawake kwa watoto, wameishia kuuawa na Samia Suluhu Hassan. Kibaya zaidi ni kwamba mauaji hayo yanaendelea mpaka muda huu tunaoongea, na watu wengi wanashaka kuhusu mwisho wa haya mauaji utakuwa lini au utapatikana vipi. Lini huyu Samia ataacha kuwaua watu wake wasio na hatia? Hilo tutaongea katika makala nyingine, lakini makala hii imejikita zaidi katika hayo habari njema ya kutia matumaini kuhusiana na vijana wa Gen Z. Na habari yenyewe ni kwamba, kwanza kabla ya kuingia katika hiyo habari njema, kuna habari nyingine njema ambayo kwa bahati mbaya katika siku 2-3 imekuwa haiongelewi. Moja ya sababu zilizowasukuma vijana wa Gen Z kuandamana Oktoba 29 ilikuwa ni ajenda ya no reforms, no election. Hii ilikuwa ni ajenda ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, lakini baadaye ajenda hii ikachukuliwa na umma, hasa baada ya mwenyekiti wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kukamatwa April mwaka huu 2025 na kubambikiwa kesi ya uhaini, na sasa ni zaidi ya miezi 6 na kwenda 7 yuko jela kutokana na hiyo kesi ya mchongo aliyotengenezewa na Samia. Kwa hiyo ajenda ya no reforms, no election ikachukuliwa na umma, na hiyo ilikuwa ni miongoni mwa sababu zilizofanya vijana mashujaa wa Gen Z kuingia mtaani Oktoba 29 ya mwaka huu 2025. Na lengo la kuingia mtaani siku hiyo, kwa sababu tarehe hiyo 29 pia ilikuwa ni siku ya uchaguzi. Sasa huhitaji kuwa msimamizi wa uchaguzi, huhitaji kuwa jasusi, huhitaji kuwa mwanahabari, huhitaji kuwa mfuatiliaji wa masuala ya uchaguzi kubaini kwamba Oktoba 29 hakukufanyika uchaguzi wowote. Na hata Samia kujitangaza kwamba ameshinda urais kwa 98% ni matatizo ya akili kwa lugha nyepesi, kwa sababu hakushinda kwa asilimia hizo kwa kuwa hakuna watu waliopiga kura hiyo tarehe 29. Kwa hiyo moja ya mafanikio makubwa kabisa ya mashujaa wa Gen Z, pamoja na wengi wao kupoteza uhai, ni kwamba wamewezesha ajenda ya no reforms, no election kufanikiwa. Kwa sababu huko nyuma ajenda hii ilipotangazwa, watu wengi walikuwa wanasema sasa kama hivyo sisi wameshatangaza kuwa uchaguzi utakuwepo, tume imetangaza, Samia akishaanza kupiga makampeni huko na vitu vingine, inakuwaje sasa hiyo no reforms, no election inakuwaje? Hata wale chawa waliohama kutoka Chadema na kwenda chama cha Ubwabwa walikuwa wanajigamba kuhusu hilo. Haya, mlisema mtazuia uchaguzi, imekuwaje? Kwa hakika mashujaa wa Gen Z wamefanikiwa kuzuia uchaguzi. Hiki kinachoendelea sasa hivi ni kiini macho. Huyo Samia kutangaza ameshinda 98% ni kiini macho na amegeuka kituko dunia nzima, na kwa hakika kinachoendelea hakitadumu kwa muda mrefu, na hiyo itakuwa ni makala ya wakati mwingine, na makala hiyo itajikita zaidi katika mwisho wa Samia utakuwaje, utatokea lini, lakini kwa sasa tujikite katika mafanikio ya vijana wa Gen Z. Kwa hiyo moja ya mafanikio hayo makubwa ni hilo la kuwezesha no reforms, no election. Kwa hiyo no reforms, CCM na serikali yake walikataa kufanya reforms. Kwa hiyo ilifikia hatua ya pili, ilikuwa ni no election, na kwa hakika mashujaa wa Gen Z wamewezesha no election, kwani kilichofanyika Oktoba 29 sio uchaguzi, na hizo 98% alizoshinda Samia ni ushindi hewa. Anafahamu yeye mwenyewe, CCM anafahamu, na dunia nzima inafahamu, kwa sababu hicho sasa kimegeuka kituko cha dunia. Lakini kwa bahati nzuri tena limejitokeza jingine kubwa zaidi. Haya ni mafanikio makubwa kama hayo ya kuzuia uchaguzi wa Oktoba 29, na hili limewezeshwa na vijana majasiri wa Gen Z, na hili ni kuhusu Paul Makonda.
maarufu kama Bashite. Wengi wenu pengine mlikuwa mkisikia tetesi, na Jasusi TV iliripoti kitambo baada ya Makonda au Bashite maarufu kwa jina la Bashite, na nitaendelea kutumia jina la Bashite mpaka mwisho wa makala hii. Baada ya Bashite kuteuliwa kuwa mwenezi wa CCM na Samia, taarifa Jasusi TV kupitia kijarida cha Barua ya Chahali ilifanya uchambuzi wa kiintelijensia na ikaeleza kwamba uteuzi huo wa Bashite kuteuliwa kuwa mwenezi ulikuwa umelenga kumtafutia nafasi kubwa zaidi. Kwa hiyo iliwekwa bayana kwamba kuna nafasi kubwa huyu mtu anaandaliwa. Japo uteuzi huo ulileta mtafaruku kwa ndani ya CCM kwa sababu huyo mtu naye alikuwa na maadui wengi ndani ya CCM, lakini alidumu kwa muda na baadaye akaondolewa kupelekwa Arusha. Wakati watu wengi walitafsiri kuondolewa kwake kupelekwa Arusha ni kama demotion ya namna fulani, lakini akiwa kule Arusha huyu bwana amewezesha maovu mengi sana na amekuwa mshirika mkubwa sana wa Samia katika maovu mbalimbali yaliyojiri na yanayojiri nchini Tanzania, hasa katika janga la utekaji. Alikuwa mshiriki mkubwa na mwandamizi katika kuwezesha utekaji wa watu mbalimbali. Yule kijana anaitwa Sativa alipotekwa, alipitishwa mitaa ya kule Arusha, ambapo Bashite alihusika moja kwa moja na lile janga la utekaji wa yule kijana pamoja na majanga mbalimbali. Kifo cha mzee Ali Kibao, Bashite alikuwa na mkono wake, na amekuwa akifanya kazi kwa karibu pamoja na Abduli huyu mtoto wa Samia katika hii janga la kuteka, kubaka, kulawiti na hatimaye kuua watu. Sasa walichowezesha vijana wa Gen Z hadi tunakiita kuwa ni mafanikio ni kwamba wao wamewezesha Bashite kunyimwa uwaziri mkuu. Hii unaipata exclusive kutoka kwa Jasusi TV. Bashite alitarajiwa kuwa waziri mkuu, na jitihada zote hizo za kumuibua kwenye ukatibu mwenezi na hatimaye kupelekwa ukuu wa mkoa wa Arusha na baadaye kupigiwa debe kumtoa Mrisho Gambo ili aje kuwa mbunge wa Arusha yalikuwa ni maandalizi ya Bashite kuja kuwa waziri mkuu. Na lengo halikuwa tu kuja kuwa waziri mkuu. Lengo ni kwamba baada ya Samia kupora uchaguzi wa 2025 na Bashite kupewa waziri mkuu, matarajio yalikuwa ni kwamba endapo Samia angekuja kuachia madaraka huko 2020, Bashite apigiwe chapuo la kuwa mrisi, yaani yeye ndio awe mgombea urais wa 2030. Sasa kwa nini Bashite hakuteuliwa kuwa waziri mkuu? Kama unavyosikia, mnavyofahamu wengi wenu, ni kwamba Samia alipitisha jina la Mwigulu Nchemba kuwa ndiyo waziri mkuu na bunge limeidhinisha, na leo Ijumaa ya Novemba 14, 2025 Mwigulu anaapishwa kuwa waziri mkuu wa Tanzania. Hata hivyo hili lisiwape hofu, maana baadhi ya watu wanasema bwana, sasa serikali inatengenezwa, ina maana vijana wetu wa Gen Z maisha yao yamepotea bure. Hapana. Mwigulu kwa kifupi tu atakuwa waziri mkuu aliyedumu kwa muda mfupi zaidi ya mawaziri wakuu katika historia ya mawaziri wakuu Tanzania. Hiyo itakuwa mada ya wakati mwingine. Hata hivyo Jasusi TV haijaona umuhimu wa kutengeneza makala maalum kwa ajili ya Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu kutokana na kwamba tuna mambo ya muhimu zaidi kuyatupia jicho kuliko hilo. Sasa kilichotokea ni kwamba Bashite alimwahidi Samia kwamba maandamano ya Gen Z hayatofanyika. Yeye ndio alikuwa na jukumu kubwa kabisa, mstari wa mbele kuzuia. Lakini huyu mtu amekuwa mara nyingi akitoa taarifa za uongo, aidha kwa kutaka kuonyesha kuwa yeye ni mtu muhimu kwa serikali hiyo ya Samia Suluhu Hassan ambayo imejikita zaidi katika kuteka, kulawiti, kupora watu maisha yao na mali zao na kuwatoa uhai. Kwa hiyo alijigamba kwamba hakutokuwa na maandamano, na hili ndilo lililopelekea mtafaruku kati yake na Samia. Kama unafahamu, hata siku ya kuapishwa Samia huyu mtu hakuwepo, na vijana wa Gen Z walimtembelea kule Arusha wakati wa maandamano, lakini alifanikiwa kujificha, na lengo walikuwa wanataka kumtoa uhai, lakini hilo halikuwezekana. Lakini pigo kubwa alilopata ni hili la kukosa waziri mkuu, kwa sababu hili sio tu kukosa huo wadhifa mkubwa, lakini hili linaathiri ndoto zake za uraisi huko mbeleni. Na kwa nini hii ni habari njema? Hii ni habari njema kwa sababu huyu mtu ni mkatili sana, na wengi wenu
mnafahamu ukatili wake hakuanza kipindi hiki, alianza ukatili kipindi cha utawala wa Magufuli. Yeye ndio muasisi wa janga la utekaji, muasisi halisi wa watu wasiojulikana ni Bashite. Kwa hiyo imagine sasa, huyu muasisi wa watu wasiojulikana angepewa uwaziri mkuu, hali ingekuwaje? Kwa hiyo inaweza kuonekana machoni mwa watu sio jambo kubwa, lakini kwa sisi ambao tunafuatilia masuala mbalimbali ya Tanzania, hii ni habari kubwa, na hili limewezekana tu kutokana na vijana wa Gen Z kufanikiwa kufanya maandamano, kwa sababu Bashite alimwambia Samia kwamba hakutokuwa na maandamano, lakini vijana wa Gen Z walifanikiwa kuandamana. Kwa hiyo kutokana na hiyo taarifa ya uongo aliyoitoa, adhabu yake imepelekea kunyimwa huo waziri mkuu. Bado kuna uwezekano akawemo katika baraza la mawaziri, lakini nafasi yote atakayopewa haitolingana na nafasi ya waziri mkuu. Lakini sio tu hivyo, ni habari njema pia kwa Watanzania, kwa sababu wanavyosema, endapo huyu mtu ambaye rekodi yake iko wazi angekuja kupata wadhifa mkubwa wa waziri mkuu, hali ingekuwaje? Kwa hiyo hii kwa hakika ni habari njema, na kwa hakika vijana wa Gen Z wanapaswa kuenzi kwa sio tu ujasiri wao na kujitoa mhanga, lakini kuichora upya ramani ya mafanikio ya Tanzania. Tanzania imebadilika, Tanzania haitokuwa kama ile iliyopita, na ni swala la muda tu. Baadhi ya watu wanauliza haya yataisha lini? Ni swala la muda. Ataandaa makala hapa maalum ya kueleza ubashiri wa kiintelijensia kuhusu mwisho wa Samia, kwa sababu mwisho wake unakaribia na anauharakisha yeye mwenyewe, lakini hilo litakuwa katika makala nyingine. Je, una maoni gani kuhusiana na huu mchango wa Gen Z kwenye no reforms no election na hili la kumzuia Bashite kuwa waziri mkuu? Karibu utoe maoni hapo kwenye comment. Asante na kwaherini.